tunaopewa, Mungu anawaleta wakiwategemea wanadamu 100%, hasa wazazi, ili kutimiza mahitaji yao ya msingi kabisa. Wanadamu tofauti na wanyama. Wanyama wanajitegemea mapema. Mnyama anazaliwa siku hiyo hiyo, anatembea. Muone ng'ombe, anaenda kunyonya mwenyewe, anasimama kwa miguu yake, anatembea. Lakini mwanadamu anaweza achukue hadi mwaka hajakanyaga chini kutembea. Mwanadamu ni tegemezi, na kwa hiyo anahitaji matunzo 100% kutoka kwa mzazi. Mwanadamu bila mzazi hawezi kuishi, hawezi kabisa, au bila mtu atakayemlea. Kwa hiyo mazingira mazuri ya malezi ni ya muhimu sana, ili mtoto yoyote aweze kuendelea vizuri. Na kuna mambo mengi ambayo si mazuri yanayowapata watoto wetu wanapoendelea kukua duniani, au vijana wanapoendelea kukua hapa duniani, na mojawapo ni unyanyasaji wa kijinsia. Kadri miaka inavyoendelea, unyanyasaji wa kijinsia umekuwa ni tatizo kubwa sana sana sana. Na wanasema hivi kwamba kati ya watoto wa kike 4, mmoja ananyanyaswa kijinsia, na kati ya watoto 6 wa kiume, basi mmoja ananyanyaswa kijinsia. Unaona hizo takwimu zilivyo mbaya, na hizi ni takwimu za ulimwengu. Nitamani ningepata takwimu za hapa nchini Tanzania, huenda napo ingetufumbua macho, lakini sikupata. Na anasema hivi, watoto wengi wanaopata unyanyasaji wa kijinsia, wanaosemwa kwamba huyu amenyanyaswa kijinsia, ni ile kabla ya kufikisha miaka 18, ambapo anaweza kufanya maamuzi yake mwenyewe. Tunapozungumzia unyanyasaji wa kijinsia kwa mtoto, ni kwa yule ambaye hajafikia umri wa miaka 18 kulingana na definition ya dunia. Lakini kiukweli hakuna yoyote anayefaa kunyanyaswa. Na hapa mtu ananyanyaswa namna gani? Ni anaposhughulishwa katika shughuli za ngono au zinazopendekeza ngono, na kinyume cha sheria, kinyume na makubaliano ya mtoto mwenyewe, au kinyume na kuelewa kwa mtoto, kwa sababu mtoto bado anaendelea kukua na haelewi vizuri, na kwa hivyo hawezi kutoa kibali. Na jambo la kusikitisha ni hili kwamba 91%, yani 100%, 91% ni watu ambao wako karibu na mtoto au kijana, ni watu wanaofahamiana naye, watu ambao mtoto anaweza akawaamini kirahisi. Sasa tutaangalia dalili zinazoweza kusaidia wewe kama mzazi kutambua kwamba huyu mtoto amenyanyasika kijinsia, au huyu kijana huenda kuna uwezekano kwamba yuko ananyanyasika kijinsia. Ni mambo gani uyaangalie kimwili, uyaangalie kihisia, uyaangalie kiroho, uangalie hata kitabia, uone kwamba mtoto huyu ni kitu gani kinaweza kuwa kiashiria. Na napenda wewe mzazi ambaye una mtoto unisikilize vizuri kwa makini. Kwanza napenda kuambia kwamba kutambua unyanyasaji wa kijinsia si jambo rahisi sana. Ni jambo gumu, kwa sababu inakuwa siri kubwa. Watoto wanapewa vitisho, anaambiwa kwamba wewe ukisema utauawa, au utakuwa mbaya, au dunia itakuzomea, unawezaje kumdhalilisha anko, au kitu kama hiki na kile. Kwa hiyo mtoto anaishi kwa hofu, anajua hawezi kumwambia mtu yoyote. Kwa hiyo yule mwenyewe muhanga anajitahidi kuficha ili waliomzunguka wasitambue hivi. Kwa hiyo si jambo rahisi kutambua. Ndio maana najaribu kusema baadhi ya dalili ili ziweze kusaidia. Tuangalie dalili za kimwili kwa watoto kwanza, kuacha vijana. Unapoona mtoto mdogo anapata ugonjwa wa zinaa, ni lazima ujiulize ameutoa wapi. Kwa hiyo ugonjwa wa zinaa ni kitu cha kwanza cha kukuambia kwamba huyu mtoto lazima amechezewa na mtu, amenyanyaswa na mtu fulani.
na ndio maana natamani wazazi, shughulika na mtoto, shughulika na shughuli zako mwenyewe huko duniani, lakini rudi uwe karibu na mtoto. Mtoto uwe wewe mwenyewe wa kumuogesha, na unapomwogesha uangalie maeneo ya mwili yanayokuwa yaanza kuwa yameathiriwa. Na baadhi ya vitu kama hivyo ni kama dalili za michubuko, maeneo ya sehemu za siri kwa yule mtoto. Unajua watu wanafanya unyanyasaji wa kijinsia hadi kwa watoto wadogo kabisa ambao unawavika na kuwakagua. Wanafanya hivyo. Au unakuta damu kwenye shuka ambayo mtoto analalia, na huyu mtoto hata havunja ungo, na hazina maelezo mazuri, hazieleweki, au nguo za ndani. Unaona hivyo vitu, chukua tahadhari, kaa karibu na huyo mtoto ujue. Lakini pia dalili zingine, mtoto anakuwa na maumivu ya kichwa. Sasa nataka usiende ukiona mtoto anaumwa kichwa useme kwamba amenyanyasika kijinsia. Kichwa kinaleta habari ya mambo mengi. Inaweza kuwa ni malaria, inaweza kuwa ni mafua, inaweza kuwa ni ugonjwa mwingine, lakini hii inaweza kuwa pia dalili ya mtoto kuwa na shida hiyo kwa sababu ameathirika kisaikolojia au vitu kama hivyo. Au maumivu ya tumbo yasiyo na maelezo mazuri, au mtoto ameshaacha kukojoa kitandani au kujisaidia haja ndogo kitandani, halafu anaanza tena. Unajiuliza kwamba nini kimetokea? Fuatilia kwa karibu. Au wakati mtoto anajisaidia anahangaika, anapata maumivu. Inaweza isiwe rahisi kugundua hivi vitu, ni lazima uwe mzazi aliye karibu sana na watoto na kuelewa vizuri mabadiliko yanayoweza kutokea ndani ya mtoto. Lakini unakuta mtoto anapoteza hamu ya chakula, anapoteza uzito. Hivyo zote ni vitu ambavyo vinaweza kuwa viashiria, ufuatilie. Hata kama sio unyanyasaji wa kijinsia, bado hizi dalili zinakupatia zinaweza zinakufanya uweze kumsaidia mtoto mahali anapohitaji msaada. Lakini unakuta mtoto ni mdogo, halafu anazielewa vizuri mada za ngono na anazizungumzia sana. Ni kweli watoto siku hizi, hasa wale walioanza shule, wanafundishwa vitu vingi ambavyo sisi hatukufundishwa tukiwa wadogo. Lakini unaona mtoto ndio mazungumzo anayoyaweka. Jiulize, weka swali. Halafu au mtoto anakuwa na usiri na ukimya usio wa kawaida. Alikuwa mchangamfu, unaanza kuona mtoto anazubaa, ni lazima kuna tatizo fulani linamsumbua. Au mtoto ukimwacha na mtu fulani, maana katika familia kuna akina anko, kuna wale wakata nyasi kwa ajili ya ng'ombe, kuna ndugu wanaofika hapa. Wakati mwingine wazazi wenyewe, wapo wazazi wa kiume wanaonyanyasa kijinsia watoto wao wa kike au watoto wa kiume, vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtoto anakataa kukaa peke yake. Unapomwacha na mtu mzima fulani, anaogopa, na ukimuuliza hana maelezo ya kutosha. Basi ukiwa na hili, kama halikuwa tabia yake, basi tambua jambo fulani huenda linaendelea katika maisha ya yule mtoto. Tuangalie mabadiliko katika tabia ya mtoto. Mtoto anaanza kurudia tabia za zamani kama nilivyozungumza. Anaanza kujisaidia kwenye nguo au kitandani, au anaanza kunyonya kidole na alishaacha. Basi hizo zikupatie maswali kichwani. Au anakuwa mtii kupita kiasi. Unajua kutii ni kitu kizuri, lakini ukiona mtoto yani unajua watoto lazima aonyeshe hali fulani hata ya kupenda michezo na mambo mengine, lakini unaona mtoto utii wake umepitiliza. Jiulize, huenda amenyenyekezwa sana, au anakuwa na tabia za kihuni zisizofaa katika umri wake. Mavazi yanabadilika, tabia za kihuni, nafikiri mnanielewa Watanzania pia. Au anakuwa peke yake muda mrefu, anajitenga, anakaa chumbani, watoto wengine wako wanacheza, hataki kucheza nao. Au wakati anataka kuoga anajificha, anajaribu kutovua nguo mbele hata ya mzazi wake, mama, baba, anaogopa. Basi ujue labda kuna jambo. Hizo ni kitabia. Lakini pia katika tabia
tuangalie kwa vijana, labda nataka niseme kwa vijana. Hizo tulizozungumza zilikuwa hasa kwa watoto, lakini kuna vijana wale ambao hawajafika umri wa miaka 18 lakini wakubwa, hao pia wananyanyasika kijinsia, wa kike na wa kiume siku hizi. Na mtoto anaanza kutojali usafi wa mwili, na unajua wale watoto wa umri wa kupevuka wanajipenda, wanapenda kuonekana nadhifu na watanashati. Mtoto anaamua hajipendi, au anaanza kujiingiza katika vitendo vya ulevi, madawa ya kulevya, pombe na sigara na vitu kama hivyo, mabangi. Ni kweli watoto wanaweza kufanya hivyo vitu kwa sababu zingine, lakini hii pia inaweza kuwa sababu mojawapo, kwa sababu anataka kutuuliza mawazo kwa yale anayoyapitia na hawezi kumwambia mtu yoyote. Mtoto pia anaweza kuwa na hasira, anapenda uchokozi kwa sababu zile hasira alizozipata kwa yule mtu mzima ambaye hawezi kumshughulikia anazihamishia kwa wale anaowaweza. Na mtoto anaweza akajaribu, yule kijana anaweza kujaribu katika akili yake ya ujana kujaribu kujiepusha. Anafikiri kwamba ngoja nionekane mbaya, nisipendeze, ili kusudi hata nisivutie mtu kwa ajili ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo anavaa manguo makubwa, mamisweta, au unasema huyu mtoto mbona anavaa hivi? Kumbe anataka aonekane mbaya. Lakini hebu tuangalie dalili za kihisia. Hizo zilikuwa ni dalili za kitabia kwa vijana. Unakuta mtoto au kijana anapungua kujiamini, hajikubali, hata ungemwambia vipi anaona kama si kweli. Ni kwa sababu ameona kama kweli ningekuwa napendeza, ningekuwa mtu wa maana, mimi kwa nini nionewe hivi? Anaanza kuwa na wasiwasi na woga kupita kiasi, anaogopa kulala mwenyewe chumbani, taa zikizimwa anaogopa, au kutopenda shule, anaanza kufanya vibaya madarasani, hataki shughuli, hataki marafiki, anataka kuwa peke yake. Au watoto wadogo au vijana wanaweza kuwa na ndoto mbaya usiku. Unaona anaruka kitandani, anapiga kelele. Ni kwa sababu ubongo unamletea habari za uzoefu alioupata wakati fulani mchana au mahali fulani. Sasa tuangalie pia kwa vijana, wanaweza wakapungua uzito kwa namna isiyo ya kawaida, wakaanza kuwa na ulaji mbaya, michubuko mwilini isiyo na maelezo kama kwa watoto pia, magonjwa ya zinaa na maambukizi, na dalili za sonona, wasiwasi na hofu. Hasa vijana hawa wengine nakuta anajiua, anataka kuondoa uhai kwa sababu anaona sifai, siwezi kuishi mahali popote. Au nao pia wanashuka kitaaluma, wanaweza kuwa na tabia za kihuni na matumizi ya ulevi. Hebu tuangalie kiroho vijana na watoto wanaweza wakaathirikaje kiroho. Hebu jua kwamba unyanyasaji huu wa kijinsia unafanyika ndani ya familia, na unapofanyika ndani ya familia basi, au kwa watu ambao mtoto anawaamini kama mwalimu wa watoto, mahali ni kanisani, ni msikitini, ni shuleni, basi ni mtu ambaye anamwamini, anasema kama kweli Mungu ananipenda, kwa nini anaweza kuniweka mahali kama hapa? Au kama kweli mimi ni mtoto wa Mungu huu mwenye upendo, anawezaje kuruhusu unyanyasaji ufanyike kwangu na asiweze kuniokoa? Kwa hiyo anaweza asiwe na hali yake ya mahusiano na Mungu ikashuka kwa sababu ya vitendo anavyofanyiwa. Na wakati mwingine, unajua shetani ni mbaya, anatumia hiyo fursa kuwajazia hatia watoto. Maana hata wale wenyewe wanyanyasaji wa kijinsia kuna wakati wanamwambia ni makosa yako, wewe ndio umesababisha vitu kama hivyo. Na nataka niwaambie hili neno, nalisema kwa huzuni tu, kwamba wapo hata viongozi wa dini wanaofanya vitendo hivyo vya kikatili. Viongozi wa dini zote wapo wanafanya hivyo, na kwa sababu hiyo
katika makanisa, iwe ni msikitini, iwe ni mashuleni, iwe mahali pengine, inapendekezwa kwamba wale viongozi usiwaamini 100%, maana ni wanadamu. Kuwe na udhibiti, kuwe na namna ya kuangalia kwamba ni nani anakaa na hao watoto, na wakati mwingine ni lazima kusaini, kuapishwa kwamba utawalinda watoto. Maana walimu wa watoto, hasa viongozi wa dini makanisani na misikitini na mahali pengine, wanachukua ile fursa ya watoto kuwaamini. Unajua watoto wanapopenda walimu, mwalimu akija anamkimbilia, anamkumbatia, mwalimu akija anakwenda anampokea, basi ile hali yake ya kufanya hivyo, yule mnyanyasaji anatumia hiyo fursa kumharibia mtoto. Na kwa hiyo watoto tunapowafundisha ni vizuri kuwaeleza mipaka, namna ya kulinda mipaka yao, na kuwaambia yapo maeneo ambayo watu hawaruhusiwi kuyagusa, na wafundishe hivyo. Hebu tuangalie mazingira hatarishi yanayoweza kufanya mtoto awe katika mazingira ya hatari. Hawa wakatili na wanyanyasaji wa kijinsia wengi wanapenda kuwaonea watoto wanaoishi katika hali ya umaskini. Anaweza akampa vitu au akamwambia nitakusaidia hiki na hiki, na yeye hajakiona nyumbani. Mtoto anapokea, anafikiri ni upendo, kumbe ni mtego wa kumnasa yule mtoto. Au watoto unaweza kukuta kwamba watoto wanaoshuhudia vitendo vya ukatili mahali wanapolia, anaangukia kwenye mikono ya katili mwingine tena. Watoto wengine, wanyanyasaji wengine wanatafuta watoto watulivu, wasio na makelele, watoto wenye shida, wenye upweke, labda ni mtoto wa mzazi pekee au ni yatima. Anasema mimi nitakusaidia, na mtoto kwa sababu labda ana haja ya kuwa na baba, anakwenda mzima kwa huyu mtu, kumbe anamharibia katika ile akili yake changa. Na najua unaweza kuwepo, wewe ni mzazi pekee, labda umeachika au umefiwa, wewe ni mjane. Basi katika ile hali yako, jaribu kumweleza mtoto kwamba wewe unampenda, mtoto ni wa thamani, na hata kama hana vitu vyote walivyo navyo watu wengine, asidanganyike, kwa sababu Mungu yupo anampenda na anaweza kumpa. Wafundishe watoto hilo jambo. Na wanyanyasaji hao wanachokifanya mara nyingi, wanakuja kwenye familia na kujenga mahusiano ambayo watoto wanaona wazazi mbona wanawaamini na wao wanawaamini. Wanajenga mahusiano kwanza, halafu wanatumia nafasi hiyo. Kwa hiyo nini ufanye wewe kama mzazi? Jihusishe na maisha ya mtoto wako kila siku. Jua marafiki zake ni akina nani shuleni. Tambua mahusiano yaliyopo kati ya mtoto na mwalimu wa kanisani, wa shuleni, mwalimu wa vijana. Ujue ni nani na ujue mahusiano yakoje. Uyachunguze. Ikiwezekana mama, jihusishe, au baba, jihusishe na mazingira yale mtoto anapojifunzia. Lakini chagua walezi wanaokusudia kuwa waangalifu. Ndicho ninachokizungumza, kwamba usichague tu eti ni baraza la kanisa wamechagua viongozi. Angalia, pitia vizuri, watoto wetu hawa ni wa thamani mbele zetu na mbele za Mungu zaidi. Ukisikia kwa mfano kwenye television au ukisikia habari zinazohusiana na mada hizi, mada zinazohusiana na mambo ya jinsi, ujinsia, zinazohusu ukatili, tumia fursa hiyo kuambia watoto, kuongea nao ili wafungue moyo wao kwako, na mhakikishie mtoto kwamba upo kwa ajili yake na anaweza kukuamini, na uko tayari, awe tayari kuzungumza jambo lolote, asikufiche na hutamhukumu. Mtoto ajue kwamba ni salama kukushirikisha. Lakini pia umwambie kwamba ukipatwa na tatizo lolote, mtu asikudanganye, wewe niambie, hakuna kitakacho kudhuru. Mwambie mtoto, mkazanie. Na umwambie, ukiwa na mtoto hataki kusema, uliza kwa kutumia yale maswali ya jumla. Kwa mfano, badala ya kumuuliza kwamba rafiki yako ni nani, muulize, mwanangu, hivi una marafiki? Katika namna hiyo ni rahisi kusema. Lakini ukimuuliza rafiki yako ni nani, huenda anahisi unataka kulenga lile jambo lake la siri ambalo
amelificha. Wakati mwingine watu wanaogopa kusema kama jambo limewatokea. Ukiona mtoto jambo limemtokea, pata msaada. Nilikuwa naangalia hata hapa Tanzania yapo mashirika ambayo yanasaidia kama mtoto amepata shida wataarifiwe ili waweze kusaidia. Usione aibu katika kutafuta msaada, na wewe mzazi wewe mstari wa mbele kuona kwamba ni nani anaweza akamsaidia huyu mtoto. Na shetani unajua anachokifanya, anapenda kuwadhuru watoto wa Mungu. Anapenda watoto wetu wasikuwe katika mazingira ya furaha. Dhambi ya uzinzi ndiyo silaha yake kubwa. Anaianzia katika umri mdogo, anaupandikiza kwa watoto na anaenda hata kwa watu wazima hadi wazee. Uzinzi ameweka. Lakini Biblia inatuambia kabisa kwamba uzinzi ni dhambi. Tumeshazungumza kabisa kwamba mpango wa Mungu uliowekwa ndio sahihi, tunapaswa kufuatilia. Na nimemsikia kiongozi wetu wa mada ya sheria, profesa, amesema kwamba amesema tuangalie juu tuangalie chini. Alisemaje? Kumbe hamkusikia, inabidi arudie tena. Alisema wanaume waangalie wapi? Chini juu? Chini? Tulisema waangalie chini. Lakini alizungumza kabisa kwamba macho yako yasiranderande kila mahali kuangalia huku na huku, na wakati mwingine hivyo vitendo ndivyo vinavyoweza kusababisha watoto nao kuviiga. Tuangalie watoto wetu, tuzungumze nao tunapokuwa na wasiwasi kuhusu mambo mabaya yanayoweza kuwapata. Unajua mambo kama haya yakiwapata yanaweza kuwa chanzo cha kuvunja mahusiano yao na Mungu na kuwanyima nafasi kwa ajili ya uzima wa milele. Ni kweli shilingi tuikimbize, maisha tuyakimbize, vyeo tuvikimbize, nafasi na heshima tuzitafute, lakini si kwa gharama ya watoto ambao Mungu ametupatia. Ni bora wache vitu vingine vyote, ni bora watoto wapate maisha ya kawaida, lakini wawe salama mikononi mwako na mikononi mwa Mungu. Na waombe sana watoto wako. Watoto wanaoombewa wana ulinzi mkubwa kwa Mungu. Mahali popote unapoachia, wanapoenda shuleni, wanapoenda kanisani, tangaza ulinzi kwa ajili yao kwa kuupokea kutoka kwa Mungu. Basi tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa sababu umetukumbusha kwamba katika dunia hii kweli hatuko salama, kwa sababu mwovu ana mitego mingi kwa ajili yetu. Lakini asante kwa sababu umetuahidi ulinzi tunapokutegemea. Umesema watoto wetu watalelewa na wewe Bwana, na amani yao itakuwa kubwa. Timiza ahadi hii, na ikiwa kuna mtoto ameathirika, Bwana mlinde na umuokoe, katika jina lake Yesu. Amen.